Aliye karibu na Mungu, namna anavyofaidika kwa huyo Mungu wake. Kristo aliye karibu na Mungu, namna anavyofaidika kwa huyo Mungu wake. Kuwa karibu, mtu yeyote anayekuwa karibu, kuna vitu ananufaika. Ukiona mtu anapambana sana, anaendelea na biashara, kuna faida anaipata. Jamani, amina. Kama hakuna faida, hawezi kuendelea na hiyo biashara. Sasa Wakristo ambao wamemchagua huyu Mungu, sasa kuna faida tunaziona, kuna faida tunazipata. Jamani, amina. Tunazipata faida. Zipo faida ambazo zinatufanya tuendelee na wokovu, tunaziona faida. Jamani, amina. Tusingekuwa tunaziona faida, tusingeendelea na wokovu. Sasa kama wewe huoni faida, sisi tunaona faida, tunaendelea. Utake ustake, sisi tunaendelea, maana faida zipo, tunaziona. Ilikuwa haipiti siku bila kukutana ngumu wakati tupo duniani. Yani siku ipite bila kupigana na watu na ngumi. Ilikuwa sio rahisi, lakini nimeiona faida baada ya kumpata huyu Yesu. Ile asili ilishakufa, tunamaliza mwaka, ngumi hii haijapiga, ila shetani anakungutwa kila itwapo leo. Miaka ile tulikuwa tunapigana wanadamu, lakini nakwambia sasa baada ya kupata huyu Yesu, tunapigana na shetani kila itwapo leo. Nimeziona faida. Jamani, kuna faida. Faida ya kwanza kabisa, mtu Mkristo ambaye yuko karibu na Mungu. Jamani, zipo faida ambazo anazipata kwa huyu Mungu. Kwanza kabisa, kwa sababu yuko karibu na Mungu na Mungu yuko kinyume na dhambi. Huyu mtu ambaye yuko karibu na Mungu lazima dhambi imkimbie. Jamani, amina. Yani dhambi inamkimbia Mkristo aliye karibu na Mungu, na huyo Mkristo hawezi kuikimbilia dhambi, maana yupo kwenye ufalme mwingine wa mtu ambaye hapendi kuishi na dhambi. Kwa hiyo Mkristo huyo lazima akimbie dhambi. Dhambi yenyewe ikishamuona inakimbia, wala huyo mtu hawezi kuikimbilia dhambi, wala huwezi kuikimbilia dhambi, maana kwanza upo karibu na Mungu, na ambaye hapendi dhambi, ambaye ni adui wa dhambi, na wewe upo karibu na huyo ambaye ni adui wa dhambi. Sasa lazima na wewe, kwa sababu ni mfuasi wa yule anayechukia dhambi, lazima na wewe dhambi ikimbie. Hizo ni faida za Kristo aliye karibu na Mungu. Jamani, amina. Wapendwa, amina. Mungu humfanyia ambacho hajakifikia. Yani Mungu kuna vitu ambavyo anakufanyia hata vile ambavyo hujavifikia anafanya. Na wanaume anasema, wanaume, naona mbele yetu kuna masala, yani kuna hasara mbele yetu, ipo hasara. Paulo alikuwa karibu na Mungu, Mungu anamuonyesha, anawaambia wanaume wenzake, mbele yetu kuna masala, yani kuna hasara.
amina. Mengi Biblia imesema kwa habari ya dalili za kuonyesha kwamba mwana wa Adamu atatokea na dalili zake zinaonekana. Alishasema wazi, lakini cha ajabu siku shetani ametupiga upofu gani, wala hatushituki wala hatufikirii tunapoyaona haya, yaani wala hatuwazi chochote kwamba hivi haya yanatokea, yaani hatukumbuki kwamba neno la Mungu linasema nini, wala hatushituki. Unakuta tunaendelea tu na maisha yale yale, yaani hatushituki hata kidogo. Anaambia sisi tukafikiria kwamba labda nikiondoka hapa kule nitampata Mungu. Hapana, Mungu yuko hapa, hujaamua tu mwenyewe. Mungu yuko hapa, hatungehama. Mungu nakwambia, kama tabia yako haibadiliki, Mungu utampata. Hatungeenda kwa Mambosa, Mungu utampata. Maana tabia yako kama huwezi kuiacha hiyo tabia, huwezi kumwona. Tusaidie. Mungu atashughulika na mahitaji yake. Hilo ni jambo la tatu. Mungu atashughulika na mahitaji ya mtu aliye karibu naye. Yaani Mungu atashughulika, yaani sio kushughulika tu, yaani anabaki tu kushughulika. Kwanza atakusikiliza. Jamani, amina. Atakufanya nini? Atakusikiliza. Lakini jambo la pili atafanya. Yaani sio kusikiliza tu. Yaani sio vile Mashagwa enzi zile Kristofa nasoma shule, anakuja kwako jirani, unamsikiliza tu alafu ufanye chochote. Lazima mtoto yule atajisikia vibaya. Sasa Mungu yeye anasikiliza, alafu haishi kusikiliza, anafanya. Wazazi wengi tunasikiliza hatufanyi. Pungeni mikono. Sawa, unasema sawa. Mwalimu amesema Alhamisi muende kwenye kikao, unasema sawa. Shangaa mzazi anashika jembe shambani. Mtoto lakini anapoona wazazi wenzake marafiki zake wamefika, alafu yeye haoni mzazi, anasikia vibaya sana. Wakati mwingine hata taarifa akipata zingine hata kwambia, maana huko tayari kumsikiliza. Yeye Mungu sasa hasikilizi tu, anafanya. Jamani, amina. Sio kufanya tu, atakulinda baada ya kufanya. Sijui umeomba nini, sijui umeomba gari, sijui umeomba nyumba, atakulinda. Jamani, amina. Na watu wanakufanyia lakini anakuacha. Nimesema kumepambazuka. Mwambie mwenzako kumepambazuka. Alafu muulize jirani yako, mwambie hivi, unajua kwa nini huonekani kwenye ibada za katikati? Alafu wewe anayekuuliza mwambie nipo kuvuna. Anazipangilia bajeti zake, anazikadiria, akipiga hesabu anaona mambo hayataenda sawa, anapanchi ya Mungu, anafanya ya kwake. Alafu mwakani anasema, Mungu naomba niongezee zaidi, mwakani nitakutolea vizuri. Mungu ni mpole jamani. Mwambie mwenzako Mungu ni mpole. Mwambie Mungu ni mpole. Yaani tunamdanganya kama katoto. Yaani unamdanganya Mungu kama katoto. Karibu waleza sisi. Umetulia mama. Mama yuko vizuri. Jamani, habibi. Unasema Mungu, mwaka huu hesabu yangu haijaenda sawa. Naomba tukutane mwakani. Amen. Naomba tukutane mwakani. Mwaka huu hesabu yamegoma, ila mwakani Mungu nitafanya. Mwaka huu naomba niandike deni. Mungu anaandika deni. Rafiki yako anakudai, Mungu anakudai. Sasa utakimbilia nani atakusaidia? Kinachobaki hapo ni kifo tu. Wewe wanadamu, niongeze sasa toka nyuma
unamsengenya watu wangapi wakati mko na rafiki yako? Biblia inasema wasengenyaji wote hawataenda mbinguni. Na dhambi hii imepenya kila kona. Sasa hivi kuna ugomvi, unakuta wainjilisti kwa wainjilisti wanasema, wachungaji kwa wachungaji wanasema, washirika kwa washirika wanasema, wazee kwa wazee, yaani pale waliomba mimi nikikaa na mwingine, waliomba nimesema. Tena hayo wengi wasikia maisha tu. Jamani, ili tusahaulishe hata sionekana bali mchago wote wao unaniangalia usoni. Anasema kuna wengine wameingia kwenye zizi hili. Sio wazizi hili. Ni barauti waka wao sasa. Yaani maajabu sana wapendwa, tunaingia kwenye kanisa la Wapentekoste alafu wewe ni mchawi. Hivi sio ajabu hiyo jamani? Unaingia kwenye kanisa la Waokole na wanaokimbia sana. Alafu unaendelea na maisha ya uzinzi. Unaendelea na usengenyaji. Na dhambi ndio itakumaliza wapendwa, wewe dunia hii usengenyaji.